unakuta kichwa ni kitupu. Hakuna alichowekeza. Niliona baadhi ya comment nyingi tu. Genius, hiki ni kichwa. Yuko sahihi kabisa. Kizazi hiki hakiwekezi kwenye ubongo. Hawajishughulishi na kuongeza ufahamu kwenye ubongo wao, kwa maana ya kusoma vitabu mbalimbali vya waandishi mbalimbali ili kuongeza ufahamu. Kwa sababu dini ni njia ya kwenda kwa Mungu. Dini ni njia ya kwenda kwa Mungu. Okay. Maana ya njia. Sasa ukisoma kwenye Yohana 14:6, Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Ndio. Kwa Kiarabu, neno la Kiarabu pale dini, Yesu angesema mimi ndimi dini ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Mungu ila kwa dini ya mimi, yani kwa njia ya mimi. Okay. Kama Mungu akuleta dini, mungemuuliza Mungu alileta nini sasa? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Bwana, aliyoko mbele yako ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Medad. Tumefika hapa tuzungumze naye kuhusu alichozungumza Abbas Chionda kwamba Yesu ni hadithi, yani vitu vya kuaminika lakini havina ukweli ndani yake. Lakini pia alizungumza kwamba dini ni mpango wa wanadamu na wala sio mpango wa Mwenyezi Mungu, yani haukuwa mpango wa Mungu kuileta dini duniani. Sasa mchungaji, natamani leo utoe ufafanuzi wako, lakini pia utatuambia Yesu ni nani. Karibu. Asante sana. Anashukuru mtangazaji. Chionda nilimsikiliza anaongea kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Akisema dini sio mpango wa Mungu. Kwanza ilibidi wamuulize walikuwa na muoji dini ni nini? Atoe definition ya neno dini. Okay. Asitumie, wazungu wanasema mara nyingi you cannot use in general language. Usitumie lugha ya jumla. Au unajua ukishajua definition ya kitu ndio utajua kwamba kinafama kina maana gani. Asiongee Mungu akuleta dini. Dini ni nini? Dini ni njia ya kwenda kwa Mungu. Njia ya kumwendea Mungu. Maana dini ni neno la lugha ya Kiarabu. Dini. Kiswahili ni njia ya kwenda kwa Mungu. Kwa hiyo unaposema Mungu akuleta dini, akiwa na maana Mungu akuleta njia ya kwenda kwake. Hiyo ndio maana yake. Kwa ni mtu ambaye anaongea vitu ambavyo havijui. Sio kweli kwa Mungu akuleta dini. Mungu ameleta dini kwa maana ameleta njia. Kwa sababu dini ni njia kwenda kwa Mungu. Dini ni njia kwenda kwa Mungu. Okay. Maana ya njia. Sasa ukisoma kwenye Yohana 14:6, Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Ndio. Kwa Kiarabu, neno la Kiarabu pale dini, Yesu angesema mimi ndimi dini ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Mungu ila kwa dini ya mimi, yani kwa njia ya mimi. Okay. Kama Mungu akuleta dini, mungemuuliza Mungu alileta nini sasa? Maana amesema nakubali Mungu yupo. Mungu alileta nini kwa hiyo mwanadamu? Na maana Mungu alipomuumba mwanadamu alimwacha tu aishi kama mnyama. Mungemuuliza. Na dini na taratibu na kanuni zake. Njia kama ukitaka kuja kwangu, njia ni 1 2 3. Njia yangu nimeiweka, lakini taratibu za kuja kwangu ni 1 2 3. Kama si wa Kristo tukapewa amri 10 na taratibu nyingine nyingi tu hapo. Kwa mungemuuliza Chionda, Mungu akuleta dini alileta nini? Okay. Na je, unajua maana neno dini? Maana amekuwa akiongea vitu na yeye mwenyewe ana misingi maana anayoifuatilia yeye. Ndio maana jaribu kupotosha, anasema Yesu ni hadithi za kubuni. Yeye Chionda si wa kwanza, viko vitabu wengi, wasomi wengi wapotofu aliandika sana vitu hivyo. Okay. Kumpinga Yesu. Kama anasema Yesu ni hadithi za kubuni, aenda katamka hayo mbele ya Wayahudi. Mwambie na Chionda Israeli, mwambie jamani ukae pale katika Yerusalemu kwa mnara wa Daudi, mwambie jamani Yesu habari za kubuni kama jana makofi. Okay. Kwa hiyo Chionda anaposema kwamba Yesu ni hadithi, kwa hiyo haya maneno natamani kumuona aende Israeli au kwa Wayahudi wenyewe akaongea katikati yao katikati ya mji pale kwenye mnara wa Daudi pale, awaambie jamani Yesu hadithi za kubuni hakuwahi kuwepo kama jamtia makofi. Wenyewe wanajua Yesu ni halisi, ni habari ambayo ilikuwepo, habari ambazo waliona, waliosimulia mpaka leo. Ishara zake alipokaa, kabla aliyokuwa amewekwa, alikohukumiwa, eneo aliyosulubiwa akatundikwa, alipo mpaka leo. Wayahudi wenyewe nakuambia kaburi. Wenyewe Wayahudi nakuambia wenyewe. Alipokuambia kwamba ni habari za kusimulia, habari za kubuni, hiyo ni vichekesho sana. Okay. Sasa yeye kama atakuwa anakataa kwa mfano habari zilizoandikwa kama habari za kubuni, alafu yeye anatuambia habari zilizoandikwa iliandikwa si Afrika mwaka gani? Tunaamini na sisi. Anaweza kuambia ni habari za kubuni manake. Na
hiyo kuna baadhi naziamini kwamba ziliandikwa, alikuwepo mpambanaji fulani, ilikuwepo si kitu kifini fulani, Afrika ilikuwa ni ya kwanza, ilikuwa ni mtu wa kwanza alikuwa Mwafrika, anazituambia habari za kubuni hizo. Okay. Maana alikuwa anazungumza kwa mifano na ukimwangalia the way alivyokuwa anazungumza alikuwa anaonekana yuko serious sana. Kwa mifano ipi? Yeye alikuwa anaongea kuwa serious sio issue. Unachoongea serious kina ukweli, hiyo ndio issue ya ukweli. Yeye anaposema Yesu anaweza kubuni kwa ushahidi gani? Wakati Biblia ipo. Eneo lenyewe lipo. Unakwenda wenyewe, unapokwenda Wayahudi wenyewe, kama ni mtalii wanakuambia Wayahudi wenyewe. Tufahamu kwanza, Yesu ni nani? Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Ni mwokozi wa ulimwengu. Aliyeletwa na Mungu kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. Okay. Baada ya ulimwengu kutopea kwenye dhambi na dhambi kawa na nguvu kuliko wanadamu, ndipo Mungu akamleta Yesu aje kutukomboa kutoka makucha ya shetani. Okay. Kwa sababu shetani ana nguvu na uwezo kuliko mwanadamu. Okay. Yesu akatumwa na Mungu ili aje kutukomboa kwenye utumwa wa dhambi tuweze kuishi maisha matakatifu. Okay. Kwa Yesu alitumwa na Mungu kuja kutukomboa kwenye utumwa wa dhambi. Okay. Kwa maana dhambi na nguvu. Sasa Yesu ana uwezo wa kudhibiti dhambi. Okay. Kwa ukishamwamini Yesu, ukaingia ndani yake, ukabatizwa, Yesu anakupa zawadi au kipawa cha Roho Mtakatifu kitakacho kufanya iwe ni nguvu ya kukusaidia kushinda vishawishi na mvuto wa kishetani. Yeah. Okay. Kwa hiyo unavyomuona mtu kama Chionda anasema kwamba Yesu ni hadithi. Unaona huyu mtu kama hayuko sawa hivi? Sio, naona hayuko sawa 100%. Maana tunavyoongea ana ushahidi wa maandiko kwamba Biblia inaweza kubuni, ni hadithi ya kweli. Na najua Chionda sio wa kwanza, nimwambia waandishi. Chionda sio wa kwanza. Chionda kuna watu walikuwa wamebobea, wasomi wakubwa. Okay. Kwa hiyo yeye huenda anafuata wale wasomi. Ana hiyo vitabu alivyovisoma, kitabu nacho. Nasema Christ is my story. Christ is the story. Christ is my ethic. Kwamba Kristo ni hadithi. Hicho kitabu nacho kina kurasa kama 400. Ulishakinunua? Kitabu nacho. Yeye amesoma kwenye amesoma humo. Okay. Na nikasema mwandishi aliyeandika miaka ya 50, right, ningelimuona kwa kama mdahalo, mbona angekimbia? Yule mwandishi miaka ya 50 alikuwa anapinga yule mwandishi. Ningesema ningekaa naye, mbona angekimbia hoja? Okay. Kwa hiyo isingalikuwepo labda kwamba vitabu hivyo visingekuwepo, Chionda asingezungumza haya mambo. Asingezungumza sababu amesoma mle na kwa kuwa na yeye ana mwelekeo wa kupinga pinga. Sababu unayemwongea mtu muone ana mwelekeo wa kupinga pinga. Bwana jenga aweza kupinga uwepo wa nani? Uwepo wa Yesu. Yesu ni halisi. Biblia inaeleza vizuri sana, lakini hata Biblia ukienda uzuri za Yesu nchi ipo. Na ndugu zake si wapo Wayahudi. Kawafuate waulize. Bwana, kwenye nyinyi Wayahudi katika familia yenu uko wenu kuna mtu alitoa Israeli kutokea, utakwambia ndio. Ila sasa tumwamini tumekataa. Lakini hiyo Yesu yupo. Kabisa. Sasa je, dini ilikuja ili kututawala sisi? Sio kweli. Unajua watu wanaosema vile ni watu wameshashindwa. Unajua mtu akishashindwa anatafuta, kuna msemo vijana wasema utafute pa kufia. Yeye kaishashindwa, ameshakwama. Dini imekuja kututawala kivipi? Na mngemuuliza kutawala katika nyanja gani? Dini ni njia inatuelekeza ili uende kwa Mungu siku moja na ukae duniani kwa amani kwa raha. Mungu anasema ufanye 1, 2, 3. Na hata ukiangalia kwa mfano, hata serikali zote duniani zinafuata mfumo wa dini. Ndio maana kuna magereza, kuna polisi, kuna askari, kuna mahakimu. Zile usiibe, usitamani kwa mwenzako, usifanye uhalifu, usizini, usibake. Yote dini imeeleza hayo. Kwa anaposema dini ya kutawala kwa mfumo upi? Okay. Aseme dini imekuja Chionda kutawala kwa mfumo upi? Muulize vizuri. Watu wanajua walioshindwa, na kuna watu ambao wanajaribu kutukuza Uafrika kwamba ili kutucontrol ili tusiendelee. Tulikuwa tumeendelea sisi, tulikuwa tuko mbele sana, wazua tuletea dini kutucontrol, kututawala. Ni si kweli, ni uongo. Si kweli, ni uongo. Okay. Kuna vitu vingi alizungumza pale kwamba dini na siasa ni kitu hiki kimoja. Wewe ni mchungaji wa miaka mingi sana na unafahamu kabisa haya mambo. Karibu kuzungumza hilo. Yeye alisema dini na siasa ni kitu kimoja kwa misingi ipi? Si kweli. Dini na siasa sio kitu kimoja. Lengo la siasa ni watu wa eneo hilo wawe na maisha mazuri, wakae kwa amani, kwa upendo, rasilimali za nchi wazitumie vizuri. Na dini inahimiza watu wa siasa, mkifanya haya ni mambo yanayompendeza Mungu. Kwa siasa ina malengo ya kimwili, dini ina malengo ya kiroho.
watu waishi maisha bila dhambi, waishi maisha matakatifu. Sasa vinakwenda naje dini na siasa? Dini, siasa na katiba na miongozo yao ambazo zinatungwa na wanadamu, lakini dini na mwongozo wake ambao waliotunga ni Mungu mwenyewe. Sasa wapi na wapi? Okay. Vitu tofauti kabisa. Sawa. Na Imani, umemwangalia vizuri sana Chionda, namna kuanzia muonekano wake alivyo na ule userious alivyokuwa nao kwenye yale mahojiano. Kuna kitu kikubwa ambacho labda umegundua kwa Chionda nacho cha ziada? Nilichokiona na maroho ya upotofu. Maroho ya upotofu yako ndani yake. Yamemvaa. Na yeye unajua kuna imani ambayo wenyewe, yani kuna imani ya watu hao ambao wanaamini kwamba Waafrika wana imani zao, wafuate imani hizo na kanuni zao. Ndio wanajaribu kupinga vitu hivi ili kuhalalisha, wajaribu kuignore hizi vitu dini ili wapandishe vitu vyao. Kwa mfano nakwambia Waafrika tulikuwa tumeendelea, tuna uwezo mkubwa, wakaja wazungu wakatawala, tulikuwa na elimu kubwa na uwezo mkubwa, wakatuvuka na dini zao. Hivi ni waandishi wa habari, mtu mjanja aliyeendelea amesoma na uwezo unataka kumvuruga? Yaani mtu mjanja aliyesoma ameendelea na uwezo unataka kumvuruga? Unataka kumvuruga? Huwezi kumvuruga. Mtu aliyesoma ameendelea ni mjanja, unaanzaje kwa mfano? Huwezi. Ukiona ukubali kutawaliwa na kuvurugwa, wewe kwa msomi wala kwa mjanja. Kwa hiyo hicho anachokisema sio kweli. Dini ina malengo ya kuwafanya watu waishi kama inavyompendeza Mungu. Sawa. Anasema kwamba dini zimekuja kupunguza upendo wa Afrika. Baada ya dini kuingia Afrika kuna upendo umepungua? Dini zinahimiza upendo. Biblia imetaja upendo mara nyingi. Yesu anasema pendaneni, pendaneni. Tena ngoja, Paulo maandiko anasema kama sina upendo, maandiko anasema upendo ndio kila kitu. Biblia imeeleza vizuri sana kwamba upendo ndio kila kitu. Yaani upendo ndio kila kitu. Yaani kama dini, nisijua, lakini anaposema dini mmuulize pia. Anaongelea dini, maana dini ziko nyingi. Mumuulize dini inayoongelea hiyo ambayo imekuja kupunguza upendo ni dini gani? Okay, kwamba dini ziko nyingi. Maana anapoongea msimwache atumie lugha ya jumla ya dini, mwambie dini ipi? Maana mumwambie unaposema dini ipi. Kama ni Wakristo, tuna habari ya tuna Ukristo na Uislamu, nyinyi muulizeni unaongelea ipi hiyo dini. Biblia imehimiza upendo mara nyingi sana, upendo, pendaneni, pendaneni. Bila upendo hamna kitu, upendo ndio kila kitu. Tena maandiko yamesema asiyempenda mwenzake ni muuaji. Niliona maoni ni mengi kwamba kwa alichozungumza Chionda, huenda kuna baadhi ya watu ambao wamemwamini, na labda ikitokea Chionda akafungua huduma, huenda watu akapata, kwa sababu ameongea kitu ambacho yani hana wasiwasi nacho kabisa. Unajua kuna msiba nao usema kwamba hakuna msiba usio na muombolezaji. Hakuna msiba usio na muombolezaji. Kwa kianzia mtazamo wake watamfuata watu. Kwa sababu watu wapo kwa ile kufuata chochote kile kulingana na ufahamu wao. Sasa watu unajua shida iliyokumba kizazi hiki cha leo ambayo unaiona. Kizazi hiki kuna msemo anasema cha mwaka 2000 na kweli sababu miaka 25 ni robo karne. Hawajishughulishi na kuongeza ufahamu kwenye ubongo wao. Kwa maana ya kusoma vitabu mbalimbali vya waandishi mbalimbali ili kuongeza ufahamu. Wana mambo yao tofauti kabisa. Ndio maana mtu akija na ujinga wake ni rahisi sana kumfuata na kuona tu akiongea ni kweli, kitu kigeni cha kushangaza. Watu hawasome vitabu. Hawasomi vitabu. Na ndio maana wanakuambia hivi, kuna tofauti ya wazungu, kuna msemo mtu mmoja alikuwa anaongea, lakini baada ya utafiti kugundua kuna ukweli. Akasema Muafrika anapozidi kuzeeka mzee anazidi kuwa zezeta, lakini mzungu akizidi kuzeeka anazidi kuwa high brain. Kwa nini? Kuna ukweli fulani. Mtu asiyeshughulisha ubongo wake kuulisha material na vitu mbalimbali kupitia usomaji wa vitabu mbalimbali na kufuatilia makongamano mbalimbali na kufuatilia mafundisho mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii nyakati za leo, akabaki tu ni mtu aombea kijiweni. Sasa wakati ukifika umbea ana nguvu kutafuta umbea tena vijiweni, unakuta kichwa ni kitupu. Hakuna alichowekeza. Sasa wazungu wao hata unakuna kila mzungu ana library nyumbani. Vitabu anavyo. Leo hii hawao tena library za vitabu nyumbani kama vile zamani hard copy. Wanatumia kwenye mtandao. Kwa mfano mimi niko kwenye mtandao ambao una vitabu, niliingia una vitabu milioni 8. Mimi kwenye kompyuta yangu na vitabu 10,000. Ukija vya hard copy nyumbani na vitabu zaidi ya 200.
mbalimbali vya watu wema, watu wabaya, vya dini, vya kisiasa, vya masimulizi ya vita ninavyo. Okay. Yote nasoma. Sawa. Ili sije nikadanganywa na kupotezwa. Okay. Tumezoea kuona baadhi ya waumini ama wachungaji pia nasikia bwana, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo nisaidie, Mungu wa Ibrahim nisaidie. Na yeye Chionda alizungumza kwamba siamini miungu hao wa Ibrahim na Isaka, Yakobo siwaamini, yeye anaamini miungu wa babu zake. Umeona kitu hicho, ndio maana nikasema yeye alikuwa na lengo lake nyuma. Na maana mimi miungu ya babu yake. Unaposema Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, maana yake ni nini? Zamani zile baada ya ukengeufu wa watu wakaanza kuabudu miungu, Mungu bahari, Mungu si nani, Mungu nani, Mungu nani, Mungu nani. Kila mtu akanaabudu Mungu wake, Mungu wa bandia. Mungu ambao ni miungu ya uongo. Sasa waliobakia wanaabudu Mungu wa kweli, Ibrahim. Ndio baba wa imani. Kata ule baba yake na Ibrahim alikuwa ni mpagani, alikuwa ni mshirikina. Ibrahim baba yake Tera. Lakini Ibrahim yeye ndiye aliyechoropoka akawa na mabudu Mungu wa kweli na akaenda kuishi katika jamii iliyokuwa inaabudu miungu ya uongo. Alikuwa na Mungu wa familia na jina lake. Unaona Wahindi kila mtu ana Mungu wake. Aliyebakia na Mungu wa kweli ikawa ndio kama nembo inayomwakilisha Mungu wa kweli, kabakia Ibrahim. Baadaye na mwanae Isaka akafuata nyayo za baba yake za kuabudu Mungu wa kweli. Baadaye Yakobo akafuata nyayo za babu yake kuabudu Mungu wa kweli. Wakatumia kama nembo. Wakati ule ukiuliza na mabudu Mungu wangu, Mungu yupi unayemwamini wewe? Kwa Ibrahim asema hiyo ndio mwenye aliomba mbingu na ardhi. Mimi Mungu bahari, huyu siye. Mimi mabudu Mungu nani Shinto, huyu Mungu siye. Huyu ni Mungu wa uongo. Hiyo ndio ilikuwa maana yake. Kwa hiyo Isaka alikuwa anaabudu Mungu wa baba yake. Yani Mungu wa kweli ambaye ndio tunaabudu mpaka leo. Okay. Kwa Mungu wa baba yake ndiye Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi na vitu vyote. Ndio huyo. Ibrahim. Ambaye Ibrahim alimwabudu. Okay. Akasimamisha jina lake Ibrahim. Okay. Wengine wote walikengeuka. Wakaanza kuabudu Mungu kama alivyosema mwenyewe Chionda, Mungu wa babu yake. Ukienda kwa jirani yake kijijini na Mungu wa babu yake na yeye. Kwa kila mtu na babu yake. Kwa hata kijiji kimoja wana miungu 200 kidogo. Okay. Haya mambo yanapokuwa yanaongelewa, wanaoathirika ni wakina nani? Wanaoathirika, lengo la shetani ni kutumia watu wa namna ile kuwapoteza watu. Kwa shetani yuko kazini. Anatumia kila dhana, kila silaha kupoteza watu. Shetani yuko kazini. Kazini saa 24. Anatumia kila silaha kuhakikisha anapoteza watu kwa Mungu wa kweli. Kwa hiyo wanaoathirika ni watu wasiokuwa na elimu ya kutosha kuhusu hili. Kama aliposema kwamba Chionda Yesu ni hadithi, nikasema hicho kitabu ninacho, nasema Yesu ni hadithi. Kina kurasa 300 ninacho. Nimekisoma. Yule mtu amechote, alitoa hoja dhaifu kuliko nyumba ya buibui. Nikasema ningekuwa nifanya naye mdahalo hivi, angekimbia maiki. Ningembana maswali tu, angekimbia. Okay. Natamani kukutana na Chionda. Chionda natamani kukutana naye ndio. Natamani kukutana na Chionda, niongee naye. Haya ile sera zake nimbane hoja. Na akija sio anaongea tu. Ni kama dialogue, mazungumzo ya majadiliano. Dini zina upendo, dini gani? Toa definition ya dini ni nini? Ili uongee Mungu kuleta dini, yule Mungu kuleta dini. Sawa. Naam. Tumeona hakuna askofu, mtume, yani kuna maaskofu wengi sana wakubwa Tanzania. Ndiyo. Na mitume wakubwa sana Tanzania, lakini hawajaongea kuhusu Chionda. Kuna nini ambacho labda wanatafakari juu ya Chionda? Huenda wajaongea, huenda wajamuona. Maana uliwasema wana kazi nyingi sana za kufanya. Nami ya kwenye mitandao huenda wajamuona. Mimi kuna mtu aliniambia, nikamfuatilia, nikasikiza hoja zake. Kuhusu kuna vitu mbalimbali alivyokuwa, si kwamba Chionda vitu vyote vya uongo, tuelewane hapo. Kuna vitu alivyokuwa anaviongelea. Kwa mfano yule alikuwa Scorpion, alikuwa ni mpambanaji kule, alikuwa Afrika Kaskazini ambako ni maeneo ya nchi gani ya Kiarabu leo kule Kasage kule, alikuwa akavamia Roma akaichoma moto, na zile strategy mbinu zake zinatumika kwenye majeshi mpaka leo. Ni kweli alikuwepo. Ni miaka 200 kabla ya Kristo. Yeye amesema baada ya Kristo, sio kweli, kabla ya Kristo alikuwepo. Alifanya hicho kitu na akashindwa. Hiyo kitu ilikuwepo kabisa. Sio kwa mtu aliyekuwa hadithi ya masimulizi ya kidunia zilizotokea wapambanaji kipindi kile, sio kama hizo ni uongo. Kuna vitu ambavyo vina ukweli, vipo ambavyo vimefuatilia, vina ukweli kabisa. Mambo kama haya kwenye upande wa taifa linaweza likaathirika kiasi gani? Taifa kama taifa, achana watu. Litaathirika kwa sababu litafuata historia ambazo ni za uongo. Kwenye vile vitu ambavyo vya uongo litaathirika kizazi hiki. Niliona baadhi ya comment nyingi tu. Genius, hiki ni kichwa. Yuko sahihi kabisa. Sasa muulize, yuko sahihi, thibitisha usahihi wake nini? Hawezi kudhibitisha kwamba kweli ni sahihi. Yesu ni hadithi kwa sababu. Watu wana comment genius. Genius tu ni sahihi, anachoongea ni sahihi kabisa. Muulize ujinasi wake ni nini?
Na kama sema ni hadithi, je, anaweza ukaprove kama ni hadithi? Hamna kuprove. Anaongea tu. Okay. Na anasema ni genius, anaweza, kwa sababu nimesema kizazi hiki hakiwekezi kwenye ubongo. Wanashinda kwenye umbea, vijiweni vya mitandao, kutupa picha za ajabu ajabu na nini, hayo tu. Lakini kuchukua kitabu, kusoma kitabu cha peji 300 400 hawezi kusoma. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.